Sawa, Ngasa, nje na hili ambalo linaendelea kwenye hii Safari Lager Cup, kuna mengine ambayo yanaendelea. Tunajua kwamba tupo kwenye msimu wa ligi unaelekea mwishoni. Pengine kwa upande wako ligi yetu namna ambavyo unaiona imepiga hatua, kuna kipi cha kuzungumza kusema hicho? Ligi ni nzuri na ligi inaendelea vizuri. Sioni kama kuna sehemu ambayo tayari isharibika, lakini naona ligi ni nzuri na inaendelea vizuri na timu zote ziko vizuri. Sawa, pengine wachezaji wa kigeni ambao wapo kwenye ligi yetu wana kitu gani ambacho wanakiongeza sasa kwa wachezaji wazao ambao vipaji vingi kama ambavyo tunashuhudia? Sema kwa wachezaji wa kigeni, kwa sababu wanajua kwao ni mbali na wamekuja hapa kufanya kazi. Kwa hiyo ndio maana unakuta kila mgeni ambaye kasajiliwa katika timu kubwa au timu yoyote lakini ni mgeni, unakuta anafanya kazi kubwa kwa sababu anajua kaja hapa ili aweze kuishi hapa, lazima performance yake iwe kubwa. Wewe ulikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza mpaka nje ya nchi. Pengine kwa upande wako una kipi cha kuwashauri pia wachezaji vijana ambao wako Tanzania, hata hao ambao wapo kwenye mashindano ya Safari Cup? Kikubwa wajitume, kwa sababu mpira bila kujituma huwezi kufika popote. Kila kitu ni nia na kusubutu. Kwa hiyo mimi nadhani wakifanya vizuri zaidi wataweza kufika mbali katika malengo ambayo mtu yote kajiwekea. Shukrani sana. Tarehe 25 ni mechi ya mwisho. Ni mechi itakuwa nzuri kwa sababu itakuwa ishajua maamuzi kwamba nani anaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu mpaka sasa nadhani point wanalingana bila kukosea. Simba kazidiwa point moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo itajua hapa huyu kaishaongoza ligi, hata akifungwa anachukua, sababu mechi bado 3-3 nadhani kitu kama 2-2. Si 2 alafu hiyo ndio inakuwa 3, si ndio 3 hizo. Unaona, kwa hiyo mpaka hapo labda mmoja akipoteza zote 2, mwingine kashinda zote 2 na maana kashakuwa bingwa. Kwa hiyo nadhani maamuzi zaidi ikifika hiyo siku ndo Watanzania wote watajua nani ataweza kuchukua. Pengine pressure inakuwaje kwa timu ambayo kwa mechi kama hii kuwekwa siku ya mwisho kabisa ya ligi ya msimu, kwa sababu tumeshashuhudia mara kadhaa, lakini imekuwa ni nadra pia kuiona mechi hii ikiwa ya mwisho ya msimu? Pressure lazima iwepo, lakini katika mechi za Simba na Yanga mara nyingi pressure zinakuwa kwa mashabiki, lakini mchezaji kama akashajua kazi yake nini, na ni mechi rahisi sana kushinda mechi zote, kwa sababu ni mechi ambao unakuta wengine wanakuwa na pressure, wewe una pressure. Kwa hiyo inakuwa ni mechi rahisi sana kufanya vizuri. Ngasa ni mmoja kati ya watu ambao walishawahi kuweka ahadi kwenye mechi hizi za dabi, na inakumbukwa ahadi hiyo na ulifanikiwa kuipiku ile ahadi kabla haijatimia. Pengine kwa upande wako inapokuwa kama hivi, mchezaji anaweka labda nadhiri, nikikutana na fulani lazima nifunge au nisipofunga itakuwa hivi, pengine kwa upande wako kuna kitu cha kuzungumza kuhusiana na mambo kama haya? Kwa mimi binafsi mechi zangu huwa nacheza mazoezi. Kama tunaelekea labda mchezo kama huu wa dabi tarehe 25, najua sasa hii wiki naenda kucheza labda dabi, umeona. Kwa hiyo wiki yote lazima ni train kufunga na train kukimbia na train, yani vitu vyote ambavyo najua kwenye mechi vitaweza kutokea. Kwa hiyo nishafanya vile, basi kwenye mechi najua sasa leo naenda kufunga, leo naenda kutoa pasi. Kwa hiyo vile vitu vyote vinanionyesha yani kama mtu anapoota ndoto. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni mchezaji mwenyewe kujiandaa kabla wiki moja, kujua kwamba sasa hii naenda kukutana na mechi aina gani, naenda kukutana na mtu gani. Mfano kama Beno Ngasa ambaye yuko prison. Kwa mimi ndo naomba bana, mechi unakutana na mtu fulani anatumia uwezo huu, udhaifu wake ni huu. Kwa hiyo unakuta sasa akifanya yale anakuwa tayari kishani. Kwa hiyo unakuwa unamsoma mtu ambaye unaweza kukutana. Unasema kwamba dabi ndio mechi bora zaidi kwa wachezaji, mechi nyepesi umesema. Ni mechi nyepesi. Pengine mechi hii watu wanasema kwamba ni maisha ya watu, kwa maana mashabiki, wachezaji, lakini pia viongozi. Tulishuhudia pia baadhi ya viongozi wakiondoka kwa sababu ya mechi hii. Pengine pressure ambayo ipo hivi sasa, una kitu cha kuzungumza kwa viongozi lakini pia kwa mashabiki? Ndio maana nasema kwamba pressure ipo kwa mashabiki sana, na pia ni mechi ambayo inaweza ikakupandisha na mechi inaweza kukushusha. Kwa hiyo mchezaji ni wewe mwenyewe jinsi ulivyojiweka, kama nitaweza kuperform vizuri kumfurahisha yule shabiki ambaye yupo jukwani, sababu of course mashabiki huwa wanaumia, na mimi binafsi nilikuwa nacheza kwa sababu kwa ajili ya mashabiki. Yaani sitaki mashabiki waondoke wameumia uwanjani kwa ajili yangu. Kwa hiyo nakuta nafanya kitu kikubwa zaidi ili mradi yule shabiki aliyokuja uwanjani aweze kupata kile kitu ambacho alikitarajia kutoka kwangu, kuliko kurudi nyumbani ameinama. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa napambana na kuweza kuhakikisha kwamba timu yangu iweze kupata ushindi na kuahidi chochote kwamba kitu fulani naenda kukifanya kwenye uwanja, na nikafanya, kwa sababu nilikuwa na moyo wa kujiamini na kusubutu. Pengine kuna tukio lolote ambalo unalikumbuka kwamba kwenye dabi bwana Ngasa nilishawahi kufanya hivi? Nakumbuka tu ambao nilisema nitachoma nyumba zangu moto nisipowafunga Simba, na bahati nzuri nikawa nimefunga. Kwa hiyo kitu kile mashabiki walikuja nyumbani, lakini baada ya kufunga goli wakaondoka.
walikuja mapema kusubiria mechi. Walikuja nyumbani kusubiria mechi itakuwaje. Sawa. Na kitu gani kingine, pengine mchezaji yupi ambaye alishawahi kukupa wakati mgumu sana kwenye mechi hizi za dabi kwa upande ulipokuwa Simba lakini pia ulipokuwa Yanga? Wachezaji ni wengi ambao pia alikutana na Shabalala ambaye alikuwa pia ana push, anakaba kwa akili mpaka leo bado anacheza. Ni mchezaji ambaye aliweza kunipa nguvu kidogo, lakini mimi pia nilimzidi vitu vingi. Ngasa ni mchezaji ambaye anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa upande wa timu ya taifa, na tunaona rekodi hiyo imedumu kwa vizazi na vizazi. Ni muda mrefu sasa Ngasa hayupo kwenye timu ya taifa. Una kipi cha kuambia vijana ambao wanawakilisha timu ya taifa ya Tanzania ambao pia wanainyemelea rekodi yako? Na imani rekodi imewekwa ili ivunjwe, na bahati nzuri kwamba watu ambao wapo karibu na hiyo rekodi ni vijana wangu mimi. Kama Msuva na kijana wangu, rafiki yangu, yani toka nimeanza mimi kucheza basi yeye yupo nyuma yangu. Kwa hiyo nampa ushauri, tunashauriana. Hata kibadili namba leo basi bwana mjomba namba nyingine badilisha. Kwa hiyo ni watu ambao wapo karibu. Kwa hiyo hata kama rekodi akija kuchukua Msuva, akachukua Samata, ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo bado ipo nyumbani. Na pia watu ambao pia wanachipikia pia wanaweza wakafikia ile rekodi na kuivunja, hata kama Msuva akaipita mwingine akaja, kwa sababu ndio sifa ya Tanzania. Sifa ya Tanzania inatakiwa tupate wafungaji wanaofunga magoli mengi zaidi. Mfano kama leo Ronaldo kule Ureno ana magoli mengi. Kwa hiyo ni sifa katika nchi yake. Kwa hiyo kama leo ikitokea Msuva akapita hata magoli 10, kwa hiyo ni sifa kubwa sana kwa Tanzania. So sifa kwamba familia ya Msuva, hapana, ni familia yote ya Tanzania. Hata mimi pia natamani wao pia waweze kuipita ile rekodi, kwa sababu sisi katika nchi zingine hizi hata Uganda, Kenya ina maana rekodi ya goli 25 walishavuka. Kwa hiyo tupigane, tuwape sapoti, mashabiki wasio wanawazomea, wasiwakatishe tamaa, wasimkatishe tamaa Msuva wala Samata. Wawape sapoti kwa sababu ndio watu wanaokuja kupigania taifa letu. Na neno lako la mwisho kwa wale wanaosimamia mpira, kwa sababu tumeona timu zetu za taifa zimefuzu kwenye mashindano mbalimbali back to back tofauti na ilivyokuwa miaka ya zamani. Pengine una kipi cha kuzungumza kwa viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na serikali kwa ujumla? Kikubwa wanafanya vitu vyao vizuri. Japokuwa sisi mashabiki tunaweza tusivione, lakini kwa kuwa angalia Simba kafika finali, sio jambo dogo. Angalia Yanga mwaka jana, si mwaka juzi aliingia finali, sio jambo dogo. Angalia timu ya taifa imefanya vizuri AFCON. Umeona tumeingia AFCON. Kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo viongozi sawa, kila binadamu na madhaifu yake, lakini kikubwa tuangalie mafanikio yetu, je, yanaenda wapi? Kwa hiyo mafanikio kama ni mazuri, mabaya huwa yanafunikwa. Kwa hiyo mimi nadhani Watanzania pia tuunge mkono viongozi wa Yanga, Simba na TFF ambao wanaweza kulipeka gudumu hili letu pale mbele, na pia Mama Samia naye asichoke, aweze kusupport vijana wake waweze kufika mbali. Shukrani sana Ngasa. Enjoy soccer. Mr. Turpa, tupo tunaelekea mwishoni mwa msimu wa 2024-2025 na tunafahamu kwamba timu nyingi zimebakiza michezo miwili, lakini kwa Majianti wa Kariakoo bado mechi 3, na mechi ambayo itawakutanisha wao ndio mechi ambayo itaamua bingwa awe nani, au unaweza kusema kwamba ndio finali baina yao. Hatujui matokeo yao yatakuwaje katika hizo mechi mbili, lakini mechi hiyo tunaweza tukaitem kama finali. Kuna kipi cha kuzungumza kuelekea mchezo huu? Ni mechi nzuri sana. Mechi nzuri sana. Yaani kama umekosa mechi nyingi za msimu huu, basi mechi hiyo sio ya kukosa. Ni mechi ambayo ni ya kuzodoana kwanza. Kwamba hilo ulisema umecheza umefungwa, huyo ulisema na sisi mechi ikiahirishwa mbele utocheza, umecheza umefungwa, huyo. Kuna hiyo kwanza. Lakini pia ni wazi kwamba kama Young Africans this time atachukua ubingwa, maana yake ana level ile record ya Simba kuchukua ubingwa mara 4. Yanga of course inaambiwa amewahi kuchukua mara 5. Lakini kwa hivi karibuni kwa watu wengi ambao wanafuatilia football wameiona Simba ikichukua mara 4. Young Africans so far amechukua mara 3. Kwa hiyo anatamani kuchukua mara 4 ili ku level hiyo record. Lakini Simba Sports Club nao wamekaa muda mrefu, misimu mitatu bila kuchukua ubingwa. Anatamani msimu huu achukue ubingwa ili kwanza arudishe ile hamu na utamu wa ubingwa, lakini pia mzuie mtani wake asiweze kuchukua ubingwa kufikia rekodi yake. Kwa hiyo kuna huo ubishani wa nje, na ubishani wa nje ndio unaosukuma zaidi ubishani wa ndani. Kwa hiyo kuna hiyo atmosphere, lakini pia kumbuka Simba Sports Club wametoka kucheza dhidi ya wametoka kucheza finali dhidi ya EOS Berkane, wamekosa. Wametoka kucheza dhidi ya Singida Black Stars kama unavyosema mtaalam, wamekosa kuingia finali.
wamecheza nadhani ilikuwa ni Muungano, hawajashiriki, si ndio? So far kikombe ambacho kimebaki, yani wanakiona nadhani ni cha ligi. Kwa hiyo wanakitolea macho kweli kweli. Young Africans of course bado yupo kwenye vikombe viwili, CRDB, FA Cup, lakini pia yupo kwenye ligi, lakini kwenye ligi anapatolea macho kweli kweli. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina bato pande zote. Kuna bato. Tumemwona Eli Mpanzu akiwa ameingia amesuasua, lakini sasa ameshaka kwenye njia, yupo kwenye moto. Tumemwona Maximilian Nzengeli akiwa anasuasua kipindi fulani, lakini sasa yupo kwenye moto. Ni mchezo ambao naamini Nasreddine Nabi atakuwa Dar es Salaam kutazama, kwa sababu mara kadhaa amekuwa hapa. Ni mchezo ambao maskauti wengi sana watakuwepo hapa kwa ajili ya kutazama. Kwa hiyo Ateba, Jincha Zawa, Mukwala, Mpanzu, Kibu, lakini pia kwa Young Africans Dickson Job, Mwamnyeto, kila mtu anataka kujiuza katika mchezo huo. Ni mchezo mzuri sana, ni mchezo ambao refali atakapopuliza filimbi ya mwisho kwa maana ya kuashiria mchezo umemalizika, basi kila mtu atavua viatu na kusema msimu huu nimeumaliza. Kwa hiyo ni mchezo ambao watu wataingia na nguvu sana. Silimali watu. Kwa hiyo lazima ujue hapa hayupo Turpa, yupo fulani, hayupo huyu, yupo fulani. Ndio maana ya kusajili watu zaidi ya 11. Kwa hiyo naamini Young Africans watatumia vizuri silaha zilizopo, na pengo la Azizi litakuwepo, kwa sababu hata wewe leo hii ukiondoka Bongo FM, pengo lako lazima litakuwepo, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuja atafit 100% kama wewe ulivyo. Lakini mwisho wa siku mtu wa kukaa katika hiyo nafasi atapatikana. Inawezekana amezidi zaidi ya wewe, au pengine yuko chini kidogo ya wewe, lakini hawezi kuwa wewe. Kwa hiyo kuna namna Young Africans watatafuta solution, naamini hivyo.